Leo ni siku nyingine, siku mpya na mambo mapya, huku tukitumahini ya kwamba mnaendelea vizuri popote mlipo wapenzi watazamaji wa Kibenge TV. Tunawakaribisheni kwenye awamu yetu ya kwanza ya habari za matukio ya kila siku katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususan katika jimbo la Kivu ya Kusini, tarafani Uvira na Fizi, ambako hali ya usalama bado ni tete. Na leo ni Jumapili tarehe 18 Januari mwaka 2026. Wahasi wa M23 walionekana wakijiondoa katika jiji la Uvira hiyo jana tarehe 17 Januari mwaka 2026, huku wadau na akaunti nyingi zinazowasapoti wahasi na hata msemaji mwenyewe wa M23 Bwana Lawrence Kanyuka kuthibitisha ya kwamba wanajiondoa rasmi kwa lengo la kuheshimu wito wa jumuiya ya kimataifa iliyowataka wao kujiondoa jijini humo, na kile walichokitaja kuwa ni kuheshimu pia ahadi yao walioitamka ya kusema watajiondoa mjini humo. Lakini kutokana na utafiti tuliofanya tangu hiyo jana, tuligundua ya kwamba wasi hao hawakuwa kabisa na nia ya kujiondoa mjini Uvira, bali walifanya kama wanatoka na kuonesha kwenye mitandao ya kijamii ili kudanganya na kupotosha umma wa jumuiya ya kimataifa, kwa sababu misafara yao hiyo ilikuwa inaishia katika bonde la Ruzizi, hususan katika kijiji cha Sange, ambako vikundi vingine vya majeshi vya wahasi hao pamoja na vifaa vya vita kutoka maeneo ya Bukavu na Rwanda vilikuwa vinawakuta hapo Sange. Na mapema kabisa majira ya saa 7 za usiku kwa Kiswahili ama 1h du matin kwa Kifaransa, misafara ya magari ya kijeshi, vifaa vya vita na wanajeshi wahasi hao walionekana wakiingia tena jijini Uvira kwa ajili ya kuongeza nguvu yao na kuandaa mashambulio mapya katika mistari yote ya mbele kwenye shamba la vita ambako kuna ngome zao. Hiyo ni alama tosha kutoka kwa waasi hao inayoonyesha jinsi gani wao hawana nia kabisa wala zumuni la kujiondoa mjini Uvira, bali vyote wanavyovifanya ni kuzubahisha raia, kuzubahisha wapiganaji wazalendo na hata jeshi la taifa FARDC ili waendelee kujipenyeza katika miji na sehemu za kimikakati kwenye mstari wa mbele wa shamba za vita. Tutaendelea kutoa wito wa tahadhari kwa wazalendo na jeshi la taifa wakae chonjo ili wasimpe adui mwanya wa kuendelea na udhibiti wa maeneo mengine wanayopangilia kudhibiti. Ndugu mtazamaji, wacha tukukumbushe ya kwamba wazalendo wamefanikiwa kuwafurusha wahasi hao katika vijiji vya Kirungu na vitongoji vyake katika nyanda za milima mifupi tarafani Uvira, ambako wahasi hao walionekana kabisa kuishiwa nguvu na kurudi nyuma hadi mjini Uvira. Na walipodhibiti rasmi vijiji hivyo, wazalendo walisikika wakithibitisha kabisa kuwa na nia ya kuingia hadi mjini Uvira. Bado tunasubiri tuone kile ambacho kitatokea, mahana wazalendo wanaonekana kupata nguvu mpya huku wakiwa wanasaidiwa na vikosi mbalimbali vya jeshi la taifa FARDC. Na kwa taarifa hii, mpenzi mtazamaji wa Kibenge TV, ndipo tunakoweka nukta ya awamu ya kwanza ya habari za matukio ya kila siku. Kwa kutaka kuhabarika zaidi, inakubidi ubaki online kwenye channel ya Kibenge Media ili uendelee kufaidi zaidi. Shukrani sana.